kutoka Samalo niko na Siwa Amina Vikoba, dada mwenye msanii mwenye range, dada wa mfalme wa Sengeli. Mambo poa kabisa. Shikamoo. Marhaba. Kwa mkiwa kwanza. Ndio vizuri. Wewe aka. Mimi napenda kwa mkiwa swa. Si mdogo wangu wewe. Nimeshtuka kumbe unakulaga na vyakula vyetu, ugali, dagaa. Jamani, wewe ni sina ugali kwa sababu gani? Nimesema ukishakuwa msanii sana wa ugali, lakini nakula ugali vizuri. Kisamvu kama unavyoona kisamvu. Okay. Sawa. Watu wengi wanapenda vile ambavyo unaigiza na mwanao Mashavu. Binti yangu kabisa. Binti yako Mashavu. Ni mwanao kabisa? Ni binti yangu kabisa kwenye Kombolela. Watu wengi wanapenda kile ambacho unafanya naye, unafanya naye. Mapokezi ya mashabiki unachukuliaje? Ukifanya kitu watu wakiona wanajisikia raha sana, kwa sababu naamini kwamba watu ujumbe umewafikia, na mpaka sometimes watu wanahisi kama ni mwanangu kabisa, kwa sababu tumevaa husika sana. Kwa hiyo ni jambo zuri. Okay. Sawa. Zile pilika unahisi ingekuwa ni kweli, unaweza kuwa mama namna ile ambavyo unavyoigiza mule? Tofauti yake kwenye swala la upendo, kumpenda mwanangu inawezekana, ila tofauti yake ni ile ambayo kumchochea ujinga ule ambao anafanya mle kwenye Kombolela, kwenda kwa wanaume mikufurahi ili apate wanaume wenye hela sio nini, yani hicho kule sio kitu kizuri. Lakini swala la upendo, kupenda watoto ndio nilivyo. Na ile kumchemba mwanao mbele za ndugu zako kina Mwandawa nini, ingekuwa kawaida ungeweza kufanya hivi? Kia ni kitu kibaya. Kia ni kitu kibaya. Mtoto kama amekosa, hata kama mtoto mdogo muite pembeni, mseme pembeni, kwa sababu hana haki zake, anaje kwa mtoto. Kwa hiyo sisi tunachokifanya tunaelimisha watu wasifanye hivyo. Sio kama tunachokifanya watu watuige, tunawaelimisha watu wasifanye hivyo. Kuna muda Mashavu alikuwa ananiambia, kuna muda yale maneno ambayo ulikuwa unaongea sometimes yoga yanakutoka nje ya script. Unakuta umelichapa tu mule ndani. Mara nyingi sana. Unajua kuigiza kuna muda mizoga inatupana kweli. Unajikuta kama kweli unajikuta kama kweli, wewe unajikuta unaongea yani vitu hata kama havipo. Lakini yote ni kwenye kazi. Kazi kisha kuingia, unajikuta kama ndio maisha yako sasa. Okay. Sini gani ambayo ilikuwa ngumu sana kuigiza naye Mashavu? Ile sini ambayo niko naye ananijibu jeuri. Tunaanza kupigana mimi na mwanangu. Ilikuwa sini ngumu sana. Ukivutia picha kwamba ndo yenyewe ulishia kuivutia picha kama what if ingekuwa ndo live. Ndio maana nimeiona mbaya kwa sababu hiyo. Yaani kwamba nimeivutia picha kama ikiwa kweli inakuaje. Na mimi kuzingatia na mtoto wa kike, nikahisi kama ni kweli inaweza kawa hivyo. Na kama kweli mwana wa kike akija changamka baada ya kuona nyama ni. Mbona mcheshi? Baba mbona mshamka sana? Dada ajira zamani. Ajira? Usikatoka jela. Au utamwita aje kuchukua la chumbani naye? Au mjela jela huyo. Okay. Sawa. Kitu gani ambacho wewe binafsi katika movie zote ambazo umeigiza unakiona kiko tofauti kwenye hii Kombolela? Kombolela mapokeo yake. Nimeigiza ndio, lakini watu watakiwa kupokea. Kombolela amenipokea kwa ukubwa. Kombolela nimepewa husika mkubwa. Kwa hiyo ndio maana naona ni kitu cha tofauti. Ndio kazi ambayo imenitambulisha kwa Watanzania wengi ambao walikuwa wanijui. Wachache ndio wananijua. Okay. Sawa, katika wale ndugu zako wote, ndugu gani ambaye ingekuwa ni live sana ndugu yako ungemkataa tu, bwana mimi siwezi kuwa na ndugu na mtu kama wewe? Kobisi. Kweli? Kobisi. Kwa nini? Kobisi bwana ana akili. Kobisi bwana chizi bwana. Kwa hiyo ndugu kama wote picha ndo Dola Makabila ingekuwa kama yule ungemnasa makofi. Bwana. Dola ningemzingua sana. Yaani ile mwili lake mambo anafanya tofauti. Yaani ile kuwa jinga. Kubajinga. Kobisi kubajinga. Okay. Ukipata nafasi ya kumrekebisha unaweza kumrekebisha kwenye nini Kobix? Yaani yule sio umbe upya. Na sisi kama udongo ambao umeombewa kutafuta vijakaa sawa. Yaani yule umbe upya. Hamna mtu pale. Siri gani ambayo kila ukiangalia unasema huyu kama angekuwa kweli na akili hizi huyu ningemwambia tu dua? Ile sini ambayo Kobisi alilala kwa mke wake, alitoa mshingo nje kwenye nani? Kwenye neti.
Kuna muda ananyimwa haki yake. Unamwonaje pale anapokuwa analalamika? Kwa hiyo kwa hiyo namuonea. Sababu ile kamuoa hata kama chizi ndo la kwako. Ndo la kwako, chizi tahira ndo lako. Ndo riziki yako Mungu alokupa. Sasa kwa dada mnyima haki, anaweza kuhangaika na dada nje sasa. Hata kwa dada tutamlia ila tu akili zako akili ndugu yako unaziona zi. Kobisi, wanamlia hela kweli, ana chochote anachofanya. Kwanza hela yenyewe nayo. Muda wote anaweka mikeka yenyewe hapati. Mara anakuja mazika ombo, yani Kobisi. Mtihani. Kobisi ni eka. Okay. Sawa. Hebu niambie kitu kimoja. Ile power bank ya ile bima afya ya mwanao Mashavu kwenye maisha ya kawaida. Kama ndo amezurura huko bwana mwanao inabidi awe na bima afya kama ile. Unaweza kumweka? Mimi sijawahi. Wallahi na hapa tutu zangu wote mimi nalea na mwachia Mungu na kikubwa dua. Unajua kuonesha kile ule mvideo mkononi. Kwa mimi mtoto atakuwa ngevesha na mvua. Mama zangu tunakopanaga nao kila siku. Niko nakaa kawe wakileta mtu wake nimbembeleze mtu. Akivaa kile na mvua anatupa. Unajua kuitwa mshari. Haija kutokea. Sababu unavoaje kitu cha mtoto wangu? Kwani unamvesha ile? Hamna, Mungu yupo. Yaani Mungu amweke mtoto tumboni miezi 9. Akusaidia uzae salama. Shindwa kumlinda iko duniani. Hiyo uongo. Kwa maana hajawahi kuvaa mvija hata siku moja. Hata siku moja. Hakuna mtu anavaa mvija mimi kwangu. Hakuna. Kwa maana hata hujaita kwenda kwa mashehe kufanywa visomo, dua, kugegawa. Dua hamna shida. Kombe unaoga. Kombe kama kawaida. Kombe tena. Kombe sikulani ile ndugu yangu. Kombe napiga kama kawaida. Chapa kama kawa. Kama kawa. Tena kope. Sio shida zangu kombe. Mdogo wako Dula Makabila kinsa nakupekaga kwa mashehe. Maana bingwa yule msimu yote. Umeshinda kuelewa Dula ana mashehe. Dula ana waganga. Kwa tofauti waganga na mashehe, vitu tofauti. Na ndio imani yake ilipo. Na huwezi kumbadilisha. Na ni kweli au anataniaga? Ni kweli anania nini? Umeutani kwenye life. Kweli na waganga. Okay. Sawa. Sifa gani ambayo umeigiza kwenye Kombolela sio ya kweli lakini watu mtaani wanachukulia ni ya kweli? Hata mtu akikora na kuhukumu na hiyo issue. Ukorofi. Hata kwenye interview kwa nafanyaga watu wanaonaga mkorofi. Hamna. Si ni character hiyo tu wewe nimenivaa lakini sio mkorofi bwana. Mpaka unichokoze sana, ujitahidi. Au yaani ukorofi upo. Inaweza mtu akuchokoze sana. Sana. Tafute. Apambane. Mpaka mimi sio pesa kukasirika lakini kwenye Kombolela mna miamko. Yaani muda wote na kiwasha. Ndio kwa sina akili nzuri. Akili yangu ndio kama wage. Kwa hiyo muda wote kinawaka. Okay. Sawa. Nataka tuhame kidogo kutoka kwenye Kombolela lakini tukazie hile. Ukiambiwa umdefine Abduli. Super letu uzuri tunajuaga teni uga tukosi au safari tupate teni hapa. Tapata hamna shida. Sasa unaangalia chini. Kuna range Sasa si range la Dula unaambia mimi tena. Okay, sasa kitu gani ambacho unakiona ukiambiwa gani nafasi ya kumdescribe hapa sasa hivi Abduli na maproducer wengine Abduli ameka katika fungu lipi? Abduli ni bosi lakini pia ni kama anaenda kama rafiki ambaye nje ya kazi unaweza kuanana kwako akakufaa. Yaani mnaokota. Shauri, unataka kuokota kwanza. Hiyo kwa ushauri, hiyo kwa kuokota kwa chochote kile ambacho anaona kabisa kinastahili kumsupport msanii wangu. Tofauti na bosi mwingine ukifanya naye kazi nje ya kazi sio rafiki yako. Atakubembeleza atakwambia maneno matamu pale kwenye kazi yake. Ikisha pale sio ndugu sio rafiki. Mimi nakumbuka nilipojifungua mtoto wangu huyu ambaye nilikuwa nacheza Kombolela la kwanza ile nilikuwa na mimba. Kwa wakati nimeenda kujifungua Abdul ndio mtu wa kwanza kufika hospitali pale. Wa pili mama yangu mzazi. Saa 11 yuko pale. Mpaka mama. Kama hivi mkubwa. Kwa hiyo ndio unaona sasa jinsi gani ameguswa na hilo jambo. Sawa. Nataka tumalize na haya maswali ya mwisho kabisa. Mdogo wako kanunua range. Lakini watu wanasema kanunua range used second hand ya Tanzania milioni 22. Unawaambia nini hawa waje? Lakini si range. Si range.
Msanii wa kwanza Sengeli kumiliki range. Ni range, si ndio? Kuna wengine wanaigiza na wanunua tayo ya 22. Kama range, mdogo wangu ana range. Eleza nikimpigia simu naambia halo, mdogo wangu tuko 6 watoto wa mama 7 range. 7 range. Ya 7 range. Nataka nijue mara nyingi ndugu waga soto kusaidiana sana. Dula ni ndugu ambaye anaweza akakuvaa kwenye shida yako. Alifasa sana. Nia. Kwenye ndoa anaingilia. Kipigo kikitawala anakuja kama kaka. Wewe ana mind mambo yako, kupiga yeye anampiga nani? Napigwa vipi nimezimia? Dula ana mind kama kaka, ana upendo, yani anajitahidi usema kweli. Unataka tushukuru. Kuna ndugu wengine wasaidiane kabisa. Ndugu kusaidia atakiwa ushukuru. Dula shaka kukupa milioni kuzidi. Milioni haja kufika. Lakini hiyo alonipa nashukuru sana. Sababu kuna baadhi ya ndugu hawatoi hata hicho ambacho ananipa. Kwa hiyo unaweza kama mdogo wangu ana shida 50 anatoa. Hasa 50 si ya voucher ananiambia leo. Hapa simu yangu kwa namba ningekuonyesha miamala yake. Inasoma mwingine anatoka benki CRDB, mwingine anatoka na kwenye simu. Anajitahidi. Mimi nakwambia kweli. Unajua Dula anasikia huruma sana. Sio mimi tu. Mimi hata nilikuwa amenikuta na rafiki yangu niko naye pembeni. Anampa rafiki yangu mimi, yani mtu yote. Ndivyo alivyo na igizi. Ndio maisha yake alivyo. Lakini range hujapanda bado. Bado sijakutana nalo hilo. Mimi niko busy na shoot. Talikuta tu lakini sila kwetu. Nitakutana nalo. Bwana, kuna swali nilikuwa natamani kukuuliza. Sisi binadamu tunakoseana, tunaenda sehemu mbalimbali. Kitokea mdogo wako Zailisa, wifi yako wa zamani, mdogo wako Dula ambaye na dada, mimi unajua mimi kwa Zai sijiwezi. Nani tukuyu? Nani tukae? Mtoe. Wewe mbona unalomba sana? Umeona sasa? Mtoe. Maisha yake. Mtoe. Bouncer mtoe. Bouncer. Mtoe msanii ananiambia interview. Angalia bouncer. Ananiambia interview bouncer hapa. Bouncer mtoe. Mcheza kaleta atajuaje? Ananiambia interview. Ikitokea Zai na Dula nataka kurudiana naye dada unabaliki. Licha ya magumu yote ambayo mdogo wako alipitia. Iko sawa. Atakachotaka Dula mimi nataka hicho. Ila Dula anampenda Zai. Anampenda akasema ndio. Na unalijua hilo? Anisijue kwa nini ndugu yangu? Anakwambia dada mimi nampenda Zai. Unamshauri neno gani Zai? Arudi tu sehemu ambayo anapendwa, maana pale anapendwa. Aangalie mwenyewe moyo wake na unampeleka wapi. Ukimrudisha huko arudi. Kama hujamrudisha unataka kupeleka sehemu nyingine umpeleke kokote. Uko fresh. Mimi niko poa. Unaona shida kabisa. Alipodua nayo. Nipo baba. Kokote pale nipo. Mnabanaga mnapatana. Si ndugu wajua ndugu wewe. Ugomba ndugu gombana tafuta jembe kalime. Hivi mama yenu ndo waga anapatanisha? Sio wenyewe. Nani waga anajishaga kwa mwenzake? Si wote tuko sawa, tunamisiana wote. Tukikutana fresh. Mnafuatana kutoka Dula unafuatia wewe. Ndio kabisa mtu mdogo wa juzi. Kwa umemzibua makofi za utoto nini? Nimembeba mgongoni. Nilikuwa nikimbembeleza mpaka nipige mawe juu. Na mbona sikia dudu hilo? Na tulia nalala. Kwa mchumba tu mdogo sana. Mdogo yule. Sasa kwa kumalizia mashabiki zako Siwa. Tu ananipa kwenye Kombolela. Asanteni kwa support yenu, muendelee kusupport. Nafikiria kufanya kazi zingine zaidi na zaidi na zaidi. Kikubwa kazi zangu na nitaanza kuzirusha rasmi. Sawa, mimi nakushukuru sana. Asante. Bwana, tunataka tuje kwako na wewe. Wifi yako wa zamani Pendeza unaongea naye? Wifi yako wa zamani Pendeza vipi? Mnawasiliana? Mimi Dula hajawahi kunitambulisha kabisa kama ni mtu wake. Pendeza alijitahidi kukuweka karibu. Na maana ukumbuki Siwa? Mtu wangu. Mpaka sasa mtu wangu. Kaje labda umemtoka. Bado mtu wangu jana nilikuwa naye kwake. Unapota tu. Nyie mna mambo hiyo? Au uliteleza? Kama uliteleza kibinadamu. Mtu wangu wa karibu sana. Sana. Kama una wifi wengi unajua gundua na wifi wengi. Yaani yule Pendeza zaidi ya wifi. Mshikaji sana. Ana baya. Mimi sinanijua mimi kwenye basi. Sema kweli. Ile unaokota. Kokota nini? Yaani anakutunza. Ana upendo. Ndio unaokota. Unaokoteshana. Pendeza ana baya. Neno moja kwa mumeo hapa. Mume wangu kipenzi. Bwana Sare.
Nakupenda sana mume wangu. Usisikize maneno ya watu, utaomba mengi. Wewe niangalie mimi. Unapenda sana na Amina. Nampenda mume wangu sana. Sana. Mwambie kwa Kiingereza maneno. I love so much my husband. I know you know. I know you know. I know you know. I know you know. Kama mimi nampenda, I know you know. Okay. Promise him. Hey. Anything you want to promise him. Just say to promise him. I promise this is who? Forever. Asante sana kwa mda. Forever together. You live forever. You and your husband, yeah? Yeah, me and my husband. Forever together. God is everything. You know what? So you promise him that thing. My English bwana. Asante kwa mda.